Ujumbe ambao tutatembea nao unasema Yesu wa Nazareth, anwani ya msalaba. Wangapi wanajua anwani ya msalaba? Naomba tusome kitabu kile cha Yohana sura ya 19 na mstari wa 19 hadi 20. Yohana mtakatifu sura ile 19 na ule mstari wa 19 hadi wa 20. Naomba tunianze mstari wa 16 ili tuweze kuelewa vizuri. Biblia inasema hivi: basi ndipo alipomtia mikononi mwao ili asulubiwe. Nao wakampokea Yesu, akatoka hali akijichukulia msalaba wake mpaka mahali paitwapo fuvu la kichwa, au kwa Kiebrania Golgotha. Wakamsulubisha huko na wengine wawili pamoja naye, mmoja huku na mmoja huku, na Yesu katikati. Fuatilia mstari wa 19. Naye Pilato akaandika anwani, akaiweka juu ya msalaba, imeandikwa: Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Kama unatumia Biblia kama kitabu, utakuwa umeona maneno hayo yameainishwa kwa herufi kubwa. Mstari wa 20. Basi anwani hiyo walisoma wengi katika Wayahudi, maana mahali pale aliposulubiwa Yesu palikuwa karibu na mji, nayo iliandikwa kwa Kiebrania na Kirumi na Kiyunani. Basi wakuu wa makuhani na Wayahudi wakamwambia Pilato, usiandike mfalme wa Wayahudi, bali ya kwamba yule alisema mimi ni mfalme wa Wayahudi. Pilato akajibu, niliyoandika nimeandika. Pilato alikuwa ni mtu wa kipekee sana. Anasema niliyoandika nimeandika. Sasa nataka tuangalie kwa nini Biblia iseme anwani pale juu ya kichwa chake, juu ya msalaba pakaikwa anwani. Unajua anwani kwa lugha nyingine ya Kiingereza wanasema ni address. Maanake ni mahali ambapo panaelekeza kitu fulani. Chochote kile kinachokuwa na anwani kinaelezea upatikanaji wa kile kitu mahali hapo. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa hiyo Pilato aliandika kuelekeza au kuelekeza watu kwamba huyu ni Yesu Mnazareti, mfalme wa Wayahudi. Alijua Yesu ni mfalme, hakuwa na mashaka juu hilo. Alijua Yesu ni mfalme, lakini alitaka kuliweka liwe vizuri kwa sababu mayesu wako wengi. Akataka kuelezea Yesu aliyetokea wapi. Akasema Yesu Mnazareti. Nazareti ni eneo ambalo Kristo alikulia, mfalme wa Wayahudi. Alafu maandiko hayo yakaandikwa kwa lugha kuu 3: Kiebrania, Kirumi na Kiyunani. Kiebrania ili anwani ile isomwe na Waebrania, Kirumi ili anwani ile isomwe na Warumi ambao ndio kipindi hicho walikuwa wanatawala dunia, na Kiyunani ili anwani ile isomwe na Wayunani au kwa lugha nyingine Wagiriki, watu ambao wanatafuta hekima. Biblia inasema Wayahudi wanatafuta ishara. Sasa ipo sababu kwa nini Pilato aandike anwani ile, na hiyo pia itatusaidia hata sisi katika kuomba kwetu. Mara nyingi tunaomba lakini hatujui tunamtarget Yesu yupi. Ujumbe kama huu sio wa kuweka kanuni, sheria, lakini unatuongezea maarifa. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kama kipindi kile tulipojifunza umuhimu wa kunyanyua mikono juu wakati wa maombi, wakati wa kumsifu Mungu, kumshukuru. Lilikuwa sio somo la kanuni kwamba basi usiponyanyua mikono juu maombi yako hayafiki. Lilikuwa ni somo au ujumbe wa kuongeza maarifa na kupata faida zaidi. Sasa na leo pia ujumbe kama huu ni kama muendelezo wa kile kitu. Tupate faida zaidi, namna kulitumia jina la Yesu ipasavyo, namna ya kuliita jina la Yesu ipasavyo. Bwana Yesu nasifiwe sana. Sasa kwa wewe msomaji wa Biblia utakuwa unajua kwamba Kristo hakuzaliwa Nazareti, bali alizaliwa Bethlehemu ya Uyahudi. Bethlehemu ilikuwa ipo karibu na Yerusalemu, sio mbali sana, na ndipo hapo Kristo alitabiriwa kuzaliwa. Biblia inasema mahali fulani kwenye unabii. Kwa hiyo kulikuwa kuna unabii Yesu atazaliwa wapi? Bethlehemu ya Uyahudi. Na hata kipindi kile ambacho anazaliwa, Herode alienda kuuliza Yesu anazaliwa wapi, wakamwambia anazaliwa Bethlehemu ya Uyahudi. Na ndiko ambako watoto walienda kuuliwa wote, kipindi ambacho Mariam na Yusufu na mtoto Yesu wamekimbilia Misri. Sasa tuiache hiyo habari. Nilichokuwa nataka tukiangalia kwa nini Yesu anakuja kujulikana kama Yesu Mnazareti na Pilato, so Yesu Bethlehemu.
Na kwa nini pia kuna umuhimu au kulikuwa kuna umuhimu wa Pilato kuandika hii anwani na kutaja alikotokea na jina lake yeye? Unajua kwenye Biblia kunatajwa kulikuwa kuna mayesu wengi. Kulikuwa kuna mtu anaitwa Ba-Yesu. Alikuwa ni mchawi na nabii wa uongo. Ba-Yesu. Ba maana yake ni mtoto. Ndio maana Petro kuna mahali Yesu akamwambia huyu ni Bayona. Maana yake ni mtoto wa Yona. Petro babake alikuwa anaitwa Yona. Kwa hiyo Bayona maana yake ni mtoto wa Yona. Na huyu mchawi ambaye anatajwa kwenye Biblia alikuwa anaitwa Ba-Yesu, nabii wa uongo. Maana yake ni mtoto wa Yesu. Alikuwa anajiita hivyo. Kwa mayesu walikuwa wengi. Kulikuwa pia kuna Yesu mwingine anaitwa Yusto. Hivyo hivyo Yesu. Jina la Yesu sio kwamba ndio jina ambalo lilibuniwa siku ile ambapo Mariam anapewa maelekezo ya kumzaa Yesu. Lilikuwepo kabla ya hapo, kwa Kiebrania ni Yeshua. Yeshua ndio jina la Yesu. Kwa walikuwepo watu wanaitwa hilo jina kabla yake Yesu. Walikuwepo wengi. Na kuna mahali kwenye Biblia anasema mtu akija na kuhubiri Yesu mwingine na kupokea roho nyingine ambayo hamkupokea, anataja Yesu mwingine, anataja roho nyingine. Kwa walikuwepo mayesu wengi na Pilato alilijua hilo, lakini akasema kuna Yesu ambaye ametokea kule Nazareti. Kwa nini Nazareti unajulikana kama ni mji ambao Yesu alitokea? Ni kwa sababu kwenye Biblia kulitabiriwa kwamba Yesu huko Nazareti. Bwana Yesu nasifiwe sana. Mathayo 2:23. Isome pale Mathayo 2:23. Akaenda akakaa katika mji ulioitwa Nazareti. Yesu alienda kukaa katika mji ulioitwa Nazareti, ili litimie neno lililonenwa na manabii, ataitwa Mnazorayo. Mnazorayo kwa Kiswahili chepesi ni Mnazareti, lakini lenyewe kwa Kiswahili kingine ni Mnazorayo. Kwa Kristo alitabiriwa mahali fulani na manabii kwamba atakaa katika mji wa Nazareti, na huko ndiko ambako kulibeba identity au utambulisho wa Yesu Kristo zaidi hata kule alikozaliwa Bethlehem. Hiyo pia kitufundisha kwamba heri mwisho kuliko mwanzo. Heri siku ya kufa kuliko siku ya kuzaliwa. Kwa Kristo hakupatukuza Bethlehem, lakini Nazareti kumekuja kutukuzwa. Hata leo siku ya kuzaliwa kwa Kristo haitukuzwi sana, tofauti na ile siku ya kufa, kwa sababu siku ya kufa ndio tulopata ushindi. Na Biblia inatuambia heri mwisho wa jambo kuliko mwanzo. Bwana Yesu nasifiwe sana. Kwa Yesu anajulikana kama Yesu Mnazareti. Ukimtaja Yesu au ukilitaja jina la Yesu na kumalizia na anwani, ndio maana pale ikaitwa anwani ya msalaba. Tumeokolewa sisi kwa damu ya Yesu. Msalaba ndio ngazi yetu sisi ya kumkaribia Mungu. Tumeokolewa, ndio zana ya ujenzi wa maisha yetu. Sasa anwani yake ya msalaba ni jina lake Yesu, ambaye alitundikwa pale msalabani kwa ajili yetu. Sasa jina lake ni vizuri tukalimalizia na Nazareth. Kuna nguvu kubwa sana na kutaja jina na kulimalizia kwa namna hiyo. Kristo mwenyewe alikuwa anajitambulisha kwa jina hilo. Kwa mfano kipindi ambacho alikutana na Paulo au Sauli kabla haja Paulo, alipokuwa anaenda Dameski kuua Kristo, Biblia inatuonyesha kwamba Kristo alimtokea na nuru ikaangaza pande zote. Paulo pale pale akawa kipofu, kwa sababu siku zote ukikutana na nuru ukienda nayo, ukikabiliana na nuru, ile nuru inakupofusha macho. Hata ukiwa kwenye gari, utaona ile gari linapomulika mbele, kama uko ndani ya gari ni rahisi kule mbele kuona. Lakini kama una gari afu la kumulika wewe, nuru inapokumulika machoni huoni. Na kama umewahi kugundua ukikaa nje kwenye jua kali alafu ukiingia ndani unaona giza, ni kwa sababu nuru siku zote ukikabiliana nayo inapofusha macho. Sasa Sauli alikutana na Kristo, nuru ikaangaza, macho yake yakapofuka pale pale. Lakini baada ya kukutana na Yesu kuna maneno alimwambia, Sauli, Sauli, mbona waniudhi? Sauli akaangalia, hajaona mtu, lakini alisikia sauti na ile mwanga. Akaona ule mwanga, lakini hakumuona Kristo kabisa. Akamuuliza, ni nani wewe, Bwana? Yesu alijibu pale, mimi ni Yesu wa Nazareth, wewe unaniudhi. Labda tusome tuweze kulielewa hilo vizuri. Matendo 22:6-8. Biblia inasema hivi: ikawa nilipokuwa nikisafiri nikikaribia Dameski wakati wa dhuhuri, maana yake ni wakati wa mchana, dhuhuri ni mchana, ghafla nuru kuu ilitokea mbinguni ikanimulikia pande zote. Nikaanguka chini, nikasikia sauti ikiniambia, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi? Nikajibu, nani wewe? Nikajibu, wewe nani Bwana? Akaniambia, mimi ni Yesu Mnazareti ambaye wewe unaniudhi. Na wale walikuwa pamoja nami waliona ile nuru, lakini hawakuisikia ile sauti ya yule aliyesema nami. Tuishie tu hapo. Angalia hapa, Kristo ameshakufa, ameshasulubiwa, ameshazikwa,
siku ya tatu amefufuka, amepaa juu mbinguni, yupo mkono wa kuume wa Baba. Lakini anamtokea Sauli alipokuwa anaenda Dameski, na anajitambulisha mbele ya Sauli, mimi Yesu, sio nilioko mbinguni, au sio nilioko mkono wa kuume wa Baba, au sio nilioko juu ya malaika. Anasema mimi Yesu Mnazareti wa Nazareti. Anautaja mji ambao alikuwa anaishi akiwa duniani. Maana ule mji japo kuwa Kristo kashauacha duniani, lakini katika ulimwengu wa roho una nguvu nyingine na mamlaka nyingine. Nazareti. Ni ngumu sana wewe uwepo katika mkoa huu labda wa Arusha, alafu unaenda kujitambulisha kwa mtu katika mji ambao umekulia, sio ule ambao umetokea, sio ule ambao umezaliwa. Alafu muondokaga huko bado unakumbukaga huu mji, umeenda labda taifa lingine kubwa sana. Bado unasema unaenda kujitambulisha huko kwa watu kwamba mimi ni mtu fulani wa mji ambao umekulia. Ni jambo ambalo sio la kawaida. Kwa angalia kama Kristo ambaye yuko mbinguni sasa hivi. Kristo ambaye ametoka na nuru, amekuja na mwanga na utukufu, anajitambulisha kama Yesu wa Nazareti. Maana yake kuna kitu katika Nazareti. Kuna kitu katika huyu Yesu ambaye asili yake ni Nazareti. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hiyo siri utaona mitume walikuwa nayo. Petro alikuwa nayo. Kwa mfano tusome kitabu cha Matendo ya Mitume sura ile 22. Matendo ya Mitume sura ile ya 3, samani, na ule mstari wa 6 mpaka 9. Matendo ya Mitume sura ya 3, mstari wa 6 hadi ule wa 9. Petro alipokutana na ule kiwete ambaye alikuwa kiwete vile tangu kuzaliwa. Tuanze mstari wa 4 pale. Matendo ya Mitume 3:4 mpaka 6. Na Petro akamkazia macho pamoja na Yohana akasema, tutazame sisi. Tumia macho yako kutuangalia sisi. Usiangalie mifuko yetu. Tutazame sisi. Akawaangalia akitarajia kupata kitu kwao. Lakini Petro akasema, mimi sina fedha wala dhahabu, lakini nilicho nacho ndicho nikupacho. Kitu alichompa Petro, anaenda kumpa huyu mtu. Kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, sio leo huko mbinguni, sio wa Bethlehem, sio wa Mariam, sio wa Israeli. Anasema wa Nazareti, simama uende. Akamshika mkono wa kuume akamuinua, mara nyayo zake na vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu. Akaondoka upesi, akasimama, akaanza kwenda, akaingia ndani ya hekalu pamoja nao, akienda akirukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote wakamuona akienda akimsifu Mungu. Wakatambua kuwa ni yeye ndiye aliyekuwa akiketi na kuomba sadaka penye mlango mzuri wa hekalu. Wakajaa ushangao, wakastaajabia mambo yale yaliyompata. Yes, Petro anaenda kumpa huyu mtu kitu fulani. Anakumbuka ile anwani iliyoandikwa na Pilato kwa lugha zote, na akitumia hiyo kusema, kwa jina la Yesu Kristo yule wa Nazareti, simama uende. Ikawa hivyo. Yule mtu akashikwa mikono, akanyanyuliwa, nyayo zake, vifundo vya miguu yake vikatiwa nguvu, akaanza kutembea. Sio huyo tu, kasome tena kitabu cha Matendo ya Mitume kwa muda wako sura ya 2 na mstari wa 22. Utaona Yesu anatajwa kama Yesu wa Nazareti. Kasome tena Matendo ya Mitume sura ya 4 mstari wa 10. Kasome tena Matendo ya Mitume sura ya 10 mstari wa 38. Matendo ya Mitume sura ya 26 na mstari wa 9. Kasome Marko 1:24, Marko 16:6 na sehemu nyingine nyingi. Kristo alikuwa anatajwa kama Yesu wa Nazareti. Sasa kwa nini naleta hili? Ni hili litusaidia wakati wa maombi. Tunapofanya maombi ni muhimu sana pia kutaja Yesu yupi. Sawa, wakati mwingine unaweza ukawa unaomba ukasema kwa jina la Yesu Kristo, ikawa hivyo kama ulivyosema, ni sawa. Lakini unapoelekeza moja kwa moja ni Yesu Kristo wa Nazareth, mamlaka ambazo zipo katika ulimwengu wa roho. Unajua shetani ana tabia moja. Ana tabia moja ya kuhoji. Ndio kazi ya shetani. Yeye kazi yake ni kuhoji. Lolote analolifanya anaenda kulihoji na kulipeleka kama mashtaka mbele za Mungu. Analihoji na kulipeleka kama mashtaka mbele za Mungu. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukatae kwa jina la Yesu, kwa kikawa ni hoja. Hajamaanisha Yesu wewe, siwezi kutoka. Pepo likasema hajamaanisha Yesu yule, mtajuaje? Siwezi kutoka. Hoja zile zinafanya yale mapepo wakati mwingine yanabaki ndani ya mtu, au shida fulani inabaki kwa mtu, au matatizo fulani yanabaki kwa mtu. Lakini unapokamilisha kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth, tena unaweza kumalizia aliye hai, hapo umemaliza kila kitu. Yale mapepo hayana hoja ya kuuliza mbona hii sentence haijakamilika. Tayari ni anwani ya msalaba iliandikwa kule na Pilato, tena kwa lugha zote. Na tena Mungu aliruhusu iandikwe kwa lugha zote, Kiebrania, Kiyunani
na Kirumi, ili kuonyesha kwamba anwani hiyo inaweza ikasomeka au ikatajwa kwa watu wote na makabila yote na lugha zote kwa lugha yako. Kama uwezi kusema Yesu Kristo wa Nazareti kwa Kiswahili, basi utaweza kusema kwa Kiingereza, italeta matokeo yale yale. Basi utaweza kusema kwa Kiarabu, italeta matokeo yale yale. Unaweza ukasema kwa Kimasai, ikaleta matokeo yale yale. Kwa Kichaga ikaleta matokeo yale yale. Kwa Kisukuma ikaleta matokeo yale, na lugha zote mpaka Kichina. Hiyo itatusaidia sana kufungua milango mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimetanguliza kusema unapoomba kwa jina la Yesu ufanye makosa. Usije ukasema sasa ina maana kuanzia kumbe mwanzo nilipokuwa naomba kwa jina la Yesu Kristo nilikuwa sisikii. Hapana. Ulikuwa unasikia. Lakini ni bora zaidi, tunafundishana njia zilizo bora zaidi ili tuweze kuvuta uweza, neema na baraka za Mungu wetu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo huo ndio ujumbe ambao nataka tuende nao leo, na Roho Mtakatifu atusaidie tulifanyie hili kazi kwa upendo wake mkuu. Amen. Amen.